Tawi la Chama cha Mapinduzi la Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima wamefanya kongamano chini ya mwenyekiti wao ndugu Edward Katisho, lilohudhuriwa na mgeni rasmi katibu wa UVCCM mkoa wa Dar es Salaam ndugu CDE Hussein Igobano. Kongamano hilo lenye lengo la kuhamasisha vijana kupiga kura, kutoa elimu juu ya kupiga kura pamoja na kutoa elimu ya kulinda amani lililofanyika katika ukumbi wa Chuo cha Biashara Dar es Salaam. Kweli na uchungu na chama chetu. CCM sio chama cha majaribio. CCM ni chama kilichokamilika. Kina misingi yake, kina katiba zake, kina miongozo zake, kina kanuni zake. Nina imani nyinyi ndio mtakao kuwa mabalozi wazuri. Mpaka wengine wanakwenda mbali. Wanasema ya kwamba Oktoba hatutiki. Samia must go. From where? Haiwezekani. Oktoba utiki. Au tutaandamana? Andamana. Si umechoka amani? Umechoka kula ugali wa nyumbani? Andamana. Tena ni wasii. Nendeni mkapige kura, mkatulie, msubirie kutangaziwa matokeo yenu. Msubirie kutangaziwa matokeo yenu. Namna gani mmeshinda. Na sisi tuna imani Chama cha Mapinduzi hatuendi kushindwa, tunaenda kushinda. Kampeni tumeifanya, nyumba kwa nyumba tumepita, kwenye mabonanza tumekwenda ya michezo, makongamano tumeyafanya. Kwa nini tusishinde? Na siku ya 29 tunatoka asubuhi na mapema kwenda kupiga kura. Na ukishapiga kura jipige picha alafu posti nimetiki. Kwa majina naitwa Edward Katisho, ni mwenyekiti wa Chuo cha Elimu ya Watu Wazima. Siku ya leo tulikuwa tuna jambo ambalo linaenda kwa jina la Oktoba tunavuka na Dr. Samia Suluhu Hassan, iwe mvua iwe jua. Jambo hili tumeliweka kama kuhakikisha kwamba tunahamasisha vijana ambao wapo katika maeneo ya chuo chetu, ndani ya chuo na nje ya chuo, kwa maana ya kuwa tunahakikisha kwamba tunamtafutia kura za kutosha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumepanga mikakati mikubwa ambayo ya kutembea kutoka maeneo mbalimbali ambayo yanatuzunguka, lakini pia kuonana na makundi mbalimbali kama vile makundi ya bodaboda, makundi ya mamarishe na makundi mengine. Sasa jambo hili tumeona kwamba katika kuhakikisha tunapokwenda Oktoba 29 tunakwenda kwa vitendo, kwa maana ya kuwa tumeona katibu wetu wa UVCCM mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Igobano pamoja na mwenezi CCM mkoa wa Dar es Salaam ndugu yangu tu Bananga alisema kula za Dr. Samia Suluhu Hassan tutazihesabu kwa chepe. Sasa sisi kama uongozi wa tawi la UVCCM Chuo cha Elimu ya Watu Wazima tukaona twende kufanya kwa vitendo na si kwa maneno tu, kwa maana ya kuwa kula hizo zinapatikana kwa vitendo, kwa maana ya kuwa kuwafikia watu kwa kupita mtaa kwa mtaa, yani nyumba kwa nyumba, vikundi kwa vikundi, kuhakikisha kwamba tunawapa hamasa na elimu ya kutosha, kwamba kuhakikisha inapofika Oktoba 29 wanakwenda kumpigia kura rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Alois Joseph, rais wa serikali ya wanafunzi wa EAE. Nilihudhuria katika kongamano hili kuhusu masuala mbalimbali juu ya kutoa elimu namna ya kupiga kura, kuhamasisha watu namna ya kushiriki katika uchaguzi, vile vile na kutoa elimu juu ya umuhimu wa kuilinda amani kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Shime kwangu ni kwamba raia wa Tanzania wanatakiwa watambue kwamba amani ndio kila kitu katika maisha ya binadamu. Usipolinda amani ni sawasawa na kukumbatia nyuki au moto.
Naamini kabisa amani tukidumisha, amani tutakayopelekea wanafunzi waende mashuleni, amani tutakayopelekea watu wafanye shughuli za maendeleo, amani tutapelekea watu waingie kwenye nyumba za ibada. Hivyo basi, kwa wale wote ambao tunaamini ya kwamba wana jukumu kubwa la kupeleka elimu kwa jamii, hususani tunaposema masuala ya kidini, wachungaji, mashehe, wana uwanja mkubwa kupitia makanisa yao, misikiti yao, kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ni namna gani ya kudumisha amani. Kwa majina naitwa Kasim Yahya Dahal. Mimi ni mwakilishi wa Aisha Sururu, bibi yetu, mlezi wetu, ambaye anafadhili ili tawi la taasisi ya watu wazima, na matawi mengine ya vyuo vikuu huwa pia anafadhili. Kwa hiyo hapa tumekuja kwenye kongamano la Oktoba tunavuka na mama, iwe jua iwe mvua, ambao limeandaliwa na taasisi ya elimu ya watu wazima kwa ajili ya kuhamasisha swala la amani, na pili kuhamasisha jinsi ya kupiga kura na utaratibu wa kupiga kura. Baada ya kupiga kura tunatakiwa urudi nyumbani ukapumzike, usubiri matokeo. Kwa majina anaitwa Sabra Hassan, ni mwanafunzi wa chuo cha taasisi ya elimu ya watu wazima, nikiwa na nafasi kama kiongozi wa serikali ambaye ni naibu waziri wa mikopo. Katika kongamano letu la leo nimejifunza vitu mbalimbali. Cha kwanza nimejifunza kijana lazima uwe mzalendo, uipende nchi yako, na ikifika kwenye mambo ya uchaguzi lazima ujitoe ukapige kura, kwa sababu tunaambiwa kijana ndiyo taifa la leo na sio taifa la kesho. Taifa la kesho ni watoto. Kwa hiyo sisi kama vijana tunatakiwa tujitoe tarehe 29 tukapige kura, tumchague kiongozi ambaye tunamtaka. Mtu asikushawishi mchague fulani kwa sababu ya kitu fulani. Wewe mwenyewe kijana, angalia maono ya yule kiongozi, ana vitu gani ambavyo vimekushawishi na vitakusaidia kuweza kuleta maendeleo katika nchi yetu. Na wasisitiza tusisahau tarehe 29 Oktoba, twende tukapige kura kumchagua kiongozi wetu ambaye tunamtaka.